Hivi sasa imetimia saa 10 kamili alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambayo ni sawa na saa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Leo ni Alhamisi ya Juni 19 mwaka 2025. Hujambo msikilizaji, na huu ni wasaa mseto leo, na kwanza tunaanza na makala ya duru zetu alasiri inayokuletea dakika 30 za habari, uchambuzi, uchumi na biashara, bila kusahau michezo na burudani. Uko nami Amina Deogratias Semagogwa, na tulionayo alasiri ya leo. Halmashauri ya Msalala wilayani Kahama ina mpango wa kuzifikisha mahakamani kampuni 34 zinazofanya kazi na mgodi wa habari Kibulyanhulu wilayani humo kwa kutolipa kodi ya huduma kwa serikali. Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza sekta zote nchini kuhakikisha wanafanya uhifadhi wa mazingira kusaidia uwepo wa maji, kuendeleza shughuli za kilimo, ufugaji na uchumi. Na wawakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zinazoshutumiana kuyumba kwa amani mashariki mwa DRC wanatarajiwa kutia saini mkataba wa amani mjini Washington ifikapo Juni 27 mwaka huu. Tuma maoni yako kwa taarifa utakazozisikia katika makala hii kupitia nambari yetu ya 0692573615 ukitueleza nini maoni yako juu ya taarifa hizi, na ujumbe wako tutausoma hapo baadaye. Tunaanza na taarifa ya habari kisoma kwako na Albert Andrew Kavano. Karibu. Asante Amina, na tunaanza hapa Tanzania na habari za kitaifa. Halmashauri ya Msalala wilayani Kahama mkoani Shinyanga ina mpango wa kuzifikisha mahakamani kampuni 34 zinazofanya kazi mgodi wa habari Kibulyanhulu wilayani humo kwa kutolipa kodi ya huduma kwa serikali, service levy. Kauli hiyo imetolewa na kaimu mkuu wa mkoa wa Shinyanga na mkuu wa wilaya ya Kahama Bimboni Muhita katika baraza maalum la madiwani la halmashauri hiyo kujadili hoja za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali CAG. Bimuhita amesema hawana budi kama serikali kuchukua hatua za kisheria kwa kampuni hizo kwa sababu mazungumzo ya mwanzo yameshindwa kuzaa matunda. Kuna hoja moja ya makampuni 34 ambayo yanafanya kazi ndani ya mgodi wa Bulyanhulu kutokufanya malipo, kutokulipa service levy kwenye halmashauri ya Msalala. Sasa hili ni jambo ambalo halikubaliki kwa sababu inatambulika wazi kanuni na sheria inavyotaka. Makampuni ambayo yanakuja kuwekeza, makampuni yanayofanya kazi kwenye maeneo yetu lazima yatii sheria. Na kufanya kazi ndani ya mgodi hakuondoi uhalali wa wao kutii sheria za kulipa mapato ya ndani kwenye halmashauri yetu hii ya Msalala. Makamu mwenyekiti halmashauri hiyo Ibrahim Siksi, diwani wa kata ya Mwakata, amemwagiza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo kuchukua hatua za kisheria mara moja ili kuokoa mapato yanayoendelea kupotea. Mheshimiwa DC ameelekeza tunayo mambo 6 kwenye eneo la Laki kwa maana ya maelekezo ya bunge. Naomba yafanywe kazi na kamati yako, kwa sababu wenzenu sisi muda mfupi tutaondoka kwenye halmashauri hii. Mpaka tukapokuwa tumerudi, ninaamini yale mtakuwa mmeyamaliza ama kubaki moja, lakini bado tunayo makampuni 34 ambayo wanatakiwa kutulipa. Mmechukua hatua, sasa niombe rasmi kupitia baraza hili, naomba hawa wenye makampuni haya mwachukulie hatua kama mlivyoelekeza kwenye taarifa yenu, na tuone fedha hii inalipa kwa wakati. Aidha, Radio Kwizera inaendelea na jitihada za kutafuta uongozi wa mgodi huo kufahamu chanzo kinachosababisha makampuni hayo kutolipa mapato hayo kwa serikali. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza sekta zote nchini kuhakikisha wanafanya uhifadhi wa mazingira kusaidia uwepo wa maji, kuendeleza shughuli za kilimo, ufugaji na shughuli za kiuchumi. Rais Dr. Samia amesema hayo wilayani Busega mkoani Simiyu wakati akizungumza na wananchi muda mfupi baada ya kuzindua mradi wa maji Ramadi na kuhitimisha ziara yake ya kikazi mkoani humo. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewahimiza Wizara ya Maji kuendeleza juhudi za kushirikiana na viongozi ngazi ya mikoa na kuendelea kutoa huduma ya maji na kuhakikisha miradi inakamilika na kuchochea maendeleo na kufikia
100% ya upatikanaji wa huduma ya maji. Niwakumbushe kuwa swala la uhifadhi wa mazingira ni msingi endelevu wa upatikanaji wa maji na kuwezesha shughuli mbalimbali za maendeleo kama kilimo, ufugaji, uvuvi, uwepo wa viwanda na utalii. Kwa muktadha huo, ninaagiza juhudi za kuhifadhi mazingira ziendelee kufanyika kikamilifu kwa kushirikiana na sekta zote, na kila sekta au kila wizara itimize wajibu wake. Niwasisitize wizara shirikiane vyema na uongozi wa mikoa pamoja na wilaya zote nchini ili kuimarisha utekelezaji wa mipango ya upatikanaji wa maji safi na salama. Nimeapa kumtua mama ndoo kichwani. Aidha, waziri wa maji Bwana Juma Aweso amesema mpaka sasa upatikanaji wa maji mkoani Simiyu umefikia 83%, ikizalia 2% ya lengo la serikali kufikia 85% ya maji vijijini. Mtendaji mkuu wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS Mhandisi Mohamed Besta amesema usanifu uliofanywa na makisio yake kwa daraja la JP Magufuli, daraja hilo litaishi kwa zaidi ya miaka 100. Mhandisi Besta amesema hayo leo wakati wa mahojiano maalum na mwandishi wa habari kuelekea uzinduzi rasmi wa daraja hilo uliofanywa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan hii leo. Amesema kuwa ili liweze kudumu kwa muda mrefu baada ya uzinduzi, magari kuanza kulitumia, wanaweka mpango maalum wa usimamizi wa matengenezo ya daraja hilo chini ya TANROADS yenyewe. Kwa sasa hivi daraja letu limekamilika. Katika usanifu tulifanya makisio ya kitaalamu. Daraja hili lidumu si chini ya miaka 100. Baada ya daraja hili kuzinduliwa na kuanza kutumika sana magari, kutakuwa na mpango maalum tunaita maintenance program. Na hii ni kuepusha ili baadaye lisije likaleta jambo ambalo sisi hatukuliangalia. Mpango huo wa kwetu wa TANROADS utaendelea kulisimamia kuhusu matengenezo na maisha yake ya miaka 100 tuliojipangia yafike. Rais Samia Suluhu Hassan amezindua daraja la JPM Magufuli Kigongo Busisifeli leo lenye urefu wa kilomita 3.0 na barabara unganishi yenye urefu wa kilomita 1.6 mchana huu jijini Mwanza. Na sasa ni habari za kimataifa. Wawakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zinazoshutumiana kuyumba kwa amani mashariki mwa DRC wanatarajiwa kutia saini mkataba wa amani mjini Washington ifikapo Juni 27 mwaka huu. Haya yameelezwa kwenye taarifa pamoja kwa vyombo vya habari iliyotolewa na nchi hizo mbili na Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani. Taarifa hiyo imesema mkataba huo unajumuisha vipengele vya kuheshimiwa kwa hadhi ya mipaka ya kila upande, kukomesha usalama kwenye nchi na kuweka chini silaha na kujumuishwa kwa makundi ya waasi ndani ya mifumo ya dola. Pia pande hizo mbili zimeahidi kufanya mkutano wa ngazi ya mawaziri wiki ijayo na zimewasili viongozi wa pande zote mbili kuhudhuria. Kutiwa saini mkataba huo kunaweza kufungua njia ya kumalizika kwa mzozo mbaya wa kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako jeshi la serikali linapambana na kundi la waasi wa M23 linalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Marekani ilijitwika jukumu la upatanishi baada ya juhudi za kikanda kushindwa kumaliza mzozo huo. Katari pia ilizikutanisha pande hizo mbili mwezi Aprili kwa mazungumzo ambayo hayakuzaa matunda. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amewaagiza wanajeshi kuzidisha mashambulizi dhidi ya Iran, ikiwa ni pamoja na kuelekeza malengo ya serikali kudhoofisha uongozi wa Tehran. Katz na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu walitoa amri hiyo ili kuendelea kuyalenga maeneo ya kimkakati ya Iran, kutokomeza kitisho kwa taifa lao na kudhoofisha utawala wa Ayatollah Ali Khamenei. Wakati makabiliano yakiendelea kati ya Israel na Iran, China kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Guo Jiakun imesema inapinga matumizi ya nguvu katika mahusiano ya kimataifa. China imetoa kauli hiyo ikijibu kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump aliyetangaza uwezekano wa jeshi la Marekani kuishambulia Iran na kuzitaka pande zote mbili kukomesha mapigano hayo. Urusi pia imetahadharisha kwamba kwa uingiliaji wa Marekani itakuwa janga na hatua nyingine ya kuchochea mzozo huo. Wazua. Msikilizaji, ni kweli umekwama katika mambo yako yote? Acha lawama, tazama mapito yako, rekebisha.
kisha songa mbele. Wazua. Na huo ndio mwisho wa Duru Habari jioni ya leo. Endelea kutufuatia katika mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu ya radiokwizera.co.tz. Saa 2 kamili usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesoma kwako na Albert Andrew Kavano. Unaendelea kusikiliza makala hii ya Duru Zetu la Siri kutoka Radio Kwizera FM, na kukumbusha kutembelea katika kurasa zetu za Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM na YouTube @Kwizera TV. Pia na kukumbusha kuendelea kutuma maoni yako ukichangia taarifa zetu kupitia nambari yetu ya 0692573615 na ujumbe wako tutausoma hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Habari kuu leo hii: Halmashauri ya Msalala wilayani Kahama ina mpango wa kuzifikisha mahakamani kampuni 34 zinazofanya kazi na mgodi wa Bariki Bulyanhulu wilayani humo kwa kutolipa kodi ya huduma kwa serikali. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan agiza sekta zote nchini kuhakikisha wanafanya uhifadhi wa mazingira kusaidia uwepo wa maji kuendeleza shughuli za kilimo, ufugaji na uchumi. Na wawakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zinazoshutumiana kuyumba kwa amani mashariki mwa DRC wanatarajiwa kutia saini mkataba wa amani mjini Washington ifikapo Juni 27 mwaka huu. Ikiwa tayari ni saa 10 na dakika 12 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambao ni sawa na saa 9 na dakika 12 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Radio Kwizera FM ambayo inakutangazia moja kwa moja kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Na sasa msikilizaji, ni usao uchambuzi ya kinifu wa habari zetu. Uongozi wa shirika la raia katika mji wa Uvira mashariki mwa DRC umeonyesha masikitiko yake kutokana na kazi za ujenzi wa barabara namba 5 kwa kiwango cha lami kusimamishwa pasipo sababu za msingi. Kwa mjibu wa Bwana Mafikiri Mashimango ambaye ni msimamizi wa ujenzi wa barabara hiyo, amesema wameshtushwa na taarifa za kusitishwa kwa kazi hizo, huku akitaja kuitisha mkutano wa wananchi ili kuzungumza kwa kina juu ya swala hilo. Amesema tofauti na swala la ujenzi wa barabara, watazungumzia pia swala la usalama katika tarafa ya Uvira na Fizi, na ameyabainisha hayo wakati akizungumza na mwandishi wetu Lokendo Tenchi aliyeko mashariki mwa DRC. Parapor na swali, acha nikwambie kwamba shirika jipya la kiraia kufuatana na mambo yenye iko sur le plan sécuritaire, sur le plan développement, ni kuambia raia yote ya Sud Kivu ya kwamba tuko na kikao kia kabambi meeting yenye tunaorganize ku quartier Kavimvira. Nitafanya meeting na raia yote ya Uvira. Ni problem, tutaongelea barabara ya route numero 5 yenye barua ilitoka inakuwa siku 2 na 3 ya kuonesha kwamba makazi imeshimamishwa, na ile inaonesha mecontatement ya kabambi sana. Population ya Uvira, population ya Fizi iliresiste sana face ya M23. Avance M23 ni ajabu sana kusikia leo wanaamua kwamba wamearete matravaux yenye iko kuantere ya raia. Donc ni kusema kwamba tumeamua tuite batu wote wakuje tuongee, tujue tutatembea nini, kwa sababu unajua mambo mengi iko nafanyika Kongo, na ambapo nikifanyika Fizi au Uvira na kutana kema travo na uza anza na naisha. Na ndio maana tulisema kama shirika jipya ya kiraia tunapasha tushimame tuongee na watu tujue tutatembea nini. Bwana Mafikiri, wakati unapozungumza swala nzima la mradi huo wa barabara namba 5 ya taifa kutengenezwa ukiwa umesimama, ninyi kama vile viongozi wa mashirika ya raia mmepokea namna gani swala hilo, na mtazamo wenu ni upi? Nini ambacho mnaweza mkakizungumza?
vraiment inaumiza zaidi sana kwa watu wote, kwa sababu atakuwa na jatandre mwa hii periode securitaire. Il faut kuonesha kwamba mambo tulishimama kama raia ya Uvira, raia ya Fizi, tunakuya ghafla ya makazi ya barabara na shimamishiwa. Tukiangalia swala lingine bwana Mafikiri, kuna swala nzima la usalama katika ukanda huu wa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku mazungumzo yakiwa yanaendelea huko Doha, huko Qatar, kati ya waasi wa M23 na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ninyi kama vile viongozi wa kiraia, wakati mnapoitisha mkutano huo, je, mtalizungumza swala hilo, na labda tathmini yenu ni ipi kutokana na azimio hilo la mazungumzo? Apare makazi kushimama, tutaongelea usi situation securitaire. Unajua kwamba panakuwa siku 3 siku 4, même si pako makoro yenye itaiko na taka fanyika Etats-Unis entre le Rwanda et la RDC, mazungumzo yenye iko nafanyika kati moja ya Doha, inakutana kwamba pako maorganisation yenye iko nafanyika para M23, na mara mingi haiko kufavere ya sisi raia ya Kongo, na ndio maana tumeamua kwamba situation securitaire watu wataongea, kwa sababu tumeona kwamba a part de cesser les faits, il faut kusignaler kwamba maintenant ma infiltration inaanza entre M23 na Rwanda kupitia mu parti inaitwa ya Mwenga na mu access za mingi kwa jua kuingia Uvira mu sheferia Bafuliru. Asante sana Lokendo Tenche kwa taarifa hiyo. Kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 nchini Tanzania, dalili za mwamko mpya wa kisiasa miongoni mwa vijana zinaanza kuonekana wazi, na katika mikoa mbalimbali ya Tanzania bara na visiwani, vijana wameanza kujitokeza kwa kasi kutangaza nia ya kugombea nafasi za udiwani, ubunge na hata uwakilishi wa majimbo, hali inayotafsiriwa na wengi kuwa ni mwanzo wa kizazi kipya cha uongozi kinachojitokeza kwa ujasiri. Hii ni tofauti na miaka ya nyuma ambapo vijana walionekana kama wapiga kura wa kukodiwa au wapiga kelele kwenye majukwaa ya kampeni. Lakini sasa hali inaonekana kubadilika. Ili kuweza kuelewa kwa undani zaidi mwelekeo huu mpya wa siasa na nafasi ya vijana katika mustakabali wa taifa, nimezungumza na mwenyekiti wa Wanamajumui Afrika, Bwana Adrian Sebudema, na nimeanza kwa kumuuliza kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Je, hali hii inatoa taswira gani kuhusu mwamko wa vijana katika siasa za nchini Tanzania? Ni muhimu vijana kushiriki kwenye uchaguzi wa mwaka huu kwa sababu kwa asilimia zaidi ya 75 ya Watanzania ni vijana kulingana na sensa ya mwaka 2022. Kwa hiyo ni muhimu kwa vijana hawa kushiriki kwenye uchaguzi na ikiwezekana kupata nafasi za kuwakilisha wenzao, kwa sababu wao ndo wanajua shida zao, lakini kwa upande mwingine ndio wana uwezo mkubwa wa kuwasikiliza, lakini pia kwa namna moja ama nyingine kuwasilisha ajenda zao ambazo kimsingi mpaka leo vijana hatuna sera ya pamoja kupitia Baraza la Umoja wa Vijana Tanzania. Kwa hiyo ni muhimu vijana waingie kwenye hizi harakati ili kuhakikisha wanabeba ajenda za vijana, ikiwemo kuhakikisha tunapata sera ya pamoja ya vijana ambayo kimsingi itakuwa na maslahi makubwa ya vijana Tanzania. Jamii inawaamini vijana kwa kiasi gani mpaka iwape nafasi za kuwania uongozi wa majimbo na kata? Kuna namna jamii kama imewaregrect vijana, yani naona kama hawako vizuri, lakini kwa asilimia kubwa vijana wengi ambao kimsingi wana maono ya kweli wamefanya vizuri sana. Tumeona vijana wengi kama kina Patrobas Katambi wanafanya makubwa sana katika wizara zao. Tumeona vijana kama kina Waweso wametoka fresh kutoka vyuo vikuu, wameingia kwenye wizara sasa. Wizara ya maji inaonekana ndo wizara bora inayofanya miradi mikubwa lakini kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo vijana, mimi naona jamii naendelea kuisisitiza iwaamini, lakini kwa upande mwingine iwasaidie sana kufikia hatua zao ambazo wanaziamini. Vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Kina Mwalimu Nyerere wakati wanapigania uhuru walikuwa ni vijana wadogo sana, miaka 30 na wamekuwa hata marais kabla ya kufikisha miaka 45. Kwa hiyo ni vijana ambao wametuendesha na lakini pia wamepigania maslahi ya Tanzania. Kwa hiyo tusiogope kuwaamini vijana. Cha msingi tuangalie vijana ambao kwa namna moja ama nyingine tumewalea vizuri, lakini wana busara, hekima na kadhalika kwa manufaa ya Tanzania. Kwa mtazamo wako, unadhani kwamba vyama vya siasa vimetoa mchango wa kutosha ikiwemo kuandaa vijana kwa viongozi ujanani? Kuna vyama vingi ambavyo vinafanya hivyo. Kwa mfano Chama cha Mapinduzi mara nyingi kimekuwa kina madarasa ya itikadi, lakini kwa upande mwingine kimeshirikiana na nchi ya China kupitia chama cha CPC, Chinese Communist Party, kujenga chuo kikubwa kabisa cha uongozi
viongozi pale Kibaha Pwani cha Mwalimu Nyerere ili kuhakikisha wanaendelea kuandaa vijana kiitikadi, lakini kwa namna moja ama nyingine kuendelea kuandaa vijana kuwa viongozi wa kesho. Kwa namna nyingine kuna vyama kama ACT Wazalendo pia naona vikikuwa vikifanya, Chadema na kadhalika. Japo ripoti inaonyesha kwamba vyama vya upinzani kwa asilimia kubwa havina masomo mengi ya itikadi. Kwa hiyo vyama vingi vinafanya hivyo, lakini kwa system naona wanajitahidi zaidi, na ukiachana na hilo wamekuwa wakifanya pia washa mbalimbali na makongamano mbalimbali kuhakikisha vijana wanajiandaa kuwa viongozi. Kwa hiyo tuendelee kupambana kwa manufaa ya Tanzania, lakini chonde vijana waaminike kuiongoza Tanzania. Unadhani kwamba sasa ni wakati umefika vijana kuacha kuwa wasindikizaji na kuacha kutumika kubeba mabegi tu ya wazee na wagombea wenyewe na kuwa viongozi ili waweze kubebewa mabegi yao? Kimsingi ni hivyo kulingana na ibara ya 5, lakini pia ibara ya 21, kila raia aliyefikisha miaka 21 ana haki ya kugombea ubunge lakini pia udiwani. Kwa hiyo vijana waamke, waende kwenye majimbo yao na kata zao kugombea nafasi za uongozi, waache kubeba mabegi ya wazee, lakini pia kutumika hovyo kwa ajili ya kugawana, kwa sababu mzee akisha wagawanya vijana mara nyingi wanabaki wanapigana wao na kuchukiana wao, lakini yeye anaendelea kufanya mambo yake na muda mwingine kutopeleka ajenda za vijana. Kwa vijana imefika wakati wasimame kindaki, lakini pia kindaki ndani ya vyama vyao kuhakikisha wanagombea hizo nafasi. Kwa kutamatisha, tuangalie katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 inaruhusu vijana kuwa viongozi? 100%. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeruhusu vijana kuwa viongozi, kwamba kila kijana aliyefikisha miaka 21 anayo haki ya kugombea udiwani, ubunge, lakini kwa rais huko ni miaka 40. Kwa hiyo kwa hapa chini ubunge na udiwani miaka 21, mtu yoyote ambaye ana akili timamu, ambaye anajua Kiswahili au Kiingereza, lakini ambaye kimsingi anajua kusoma, kwa upande mwingine hana changamoto ya afya ya akili, na katika miaka 5 iliyopita hajawahi kutiwa kwenye hatia kali sana ama aidha ni ya kuwa na kosa la jinai, anao wajibu na ana haki ya kugombea katika jimbo lolote ama kata yoyote katika hii Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa vijana wana haki ya kugombea kabisa. Naam, hiyo ilikuwa ni sauti ya mwenyekiti wa wanamajumui na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Adrian Sebudema. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza makala hii ya Duru Zetu Alasiri, na sasa ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara, ambapo tunaanza kwa kuangazia taarifa kuwa serikali imesema marobota yote ya pamba yatakayonunuliwa kutoka kwa wakulima na kuuzwa ndani ya nchi yatatozwa kodi ya ongezeko la thamani VAT kuanzia sasa, tofauti na ilivyokuwa awali. Waziri wa Kilimo Hussein Bashe kwenye mkutano wa hadhara wilayani Bariadi mkoani Simiyu amesema kuwa kwa kawaida marobota ya pamba yanayotozwa kodi hapa nchini na yanayoenda nje ya nchi hayatozwi kodi tena. Amesema kutokana na mipango ya serikali kuinua zao la pamba katika miaka 3 iliyopita, kiwango cha pamba iliyozalishwa haizidi tani 60,000, wakati mwaka huu pekee serikali inatarajia kuvuna kuanzia tani 200,000 hadi 270,000 kwa mkoa wa Simiyu pekee. Na kwingineko ni kwamba mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa malori ya kati na madogo TAMSTOA Bwana Chuki Shaban amesema kuwa pendekezo la kutoza 10% ya tozo kwa malori yanayoagizwa kutoka nje ya nchi si jambo dogo, bali ni mzigo mkubwa kwa wamiliki na waagizaji. Ameyasema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari juu ya dhamira ya serikali kutanua wigo kwa ongezeko la tozo kama inakidhi haja ya kuongeza mapato. Mjadala huo umetokana na mapendekezo ya bajeti kuu ya serikali yaliyowasilishwa bungeni Juni 12 na Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba, ambaye alipendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya kudhibiti uingizwaji wa bidhaa nchini sura namba 276 kwa kuanzisha tozo mpya ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 10% kwenye vichwa vya trela vinavyoingizwa nchini. Ni hayo tu katika Duru Uchumi na Biashara kwa siku ya leo. Na sasa ni wasaa wa Duru Michezoni na Marco Pastori, karibu.
Asante, mambo vipi? Mambo ni poa, karibu. Tunavuka kwenda Busisi kutoka Kigongo. Kwa mguu. Bwana wewe. Ilikuwa historia, sasa mambo yametimia. Kabisa, karibu tujuze nini ambacho kimejiri huko katika anga la kimichezo. Haya, katika anga la kimichezo utakumbuka jana baada ya nginja zile kurejea kwa ligi kuu soka Tanzania bara, watu wamepigwa 5-5-5. Na hapa ni wale majiant wakubwa. Ni kama waliambizana hivi kwamba leo tukashushe kipondo cha maana kabisa. Sasa wakati haya kiendelea, utakumbuka pia Pamba Jiji nayo imefanikiwa kusalia. Imenusurika kushuka daraja. Hiyo ni baada ya jana na wao pia kupata ushindi wa bao moja. Lakini miongoni pia mwa taarifa ambazo zinaendelea hivi sasa ni maandalizi kuelekea dabi ya Kariakoo, na kubwa zaidi ambalo linazungumzwa ni baada sasa ya huo ushindi wa jana kwamba itakwenda kuwaje. Kwa hiyo kikubwa tukae kwa kusubiri, tutakwenda kufahamu mambo yatakuwa namna gani. Lakini kubwa lingine ni kufahamisha kuhusiana na tetesi za soka barani Ulaya, ambapo mshambuliaji wa Sporting ambaye anawaniwa na Arsenal pamoja na Manchester United, na huyu si mwingine ni Victor mwenye miaka 27. Yeye bwana amekataa kufanya mazungumzo ya wazi na kutishia kugoma, huku akishinikiza kuondoka kwenye klabu hiyo ya Ureno. Sawa bana? Ndio. Ni moja ya tetesi ambayo tuko nayo kwa siku hii ya leo. Lakini pia utakumbuka ile michuano ya ligi kwa maana ya kombe la dunia kwa upande wa vilabu nayo pia inaendelea, na kwa upande huu ni kufahamisha tu ya kwamba hii leo kutakuwa na mechi takriban 4 ambazo zitakwenda kuchezwa hii leo. Kwa hiyo kama unahitaji kufahamu mechi hizo, usiache tu kuungana na sisi hapo baadaye tukija kukufahamisha kwa undani. Lakini kwa haraka Al Ahly atacheza na Palmeiras majira ya saa 1, lakini Inter Miami atacheza na FC Porto majira ya saa 4 usiku. Mechi nyingine ambazo zimepigwa katika kundi G na H, Al Ain wamecheza na Juventus na Juventus yameshinda bao 5-0. Lakini Pachuca amecheza na Salzburg na Salzburg yameshinda bao 2-1. Hizo ni miongoni mwa mechi ambazo zitachezwa hii leo na zile ambazo zimechezwa. Okay, nikushukuru sana Marco. Asante. Na kwa taarifa hizo za kimichezo, msikilizaji, ninapata wasaa wa kutupia jicho katika kile ambacho umetuandikia ukichangia taarifa zetu kupitia nambari yetu ya ujumbe mfupi. Anaitwa Democracy, anasema kwamba demokrasia ya Kongo na Rwanda, viongozi kaeni ili mpatanishe nchi hizo jamani, vita ni mbaya, watu wasio na hatia hasa watoto wakina mama wazee wanapata shida. Anaitwa Spilian Deus, anatoka Katahoka Biharamulo, Kagera, Tanzania. Lakini nikitazama ujumbe wa kwake huyu anaitwa Yohana Bigoja, anapatikana, anasema kwamba anapatikana Kaguruka, anasema Kongo na Rwanda, mazungumzo yenu yawe ya amani maana wanakufa wasio na hatia. Abeli Kahoza wa Mkabuye Kibondo, serikali ishughulikie tatizo la maji nchi nzima ili watu waweze kusaidika. Elisha Kiburo anapatikana Mkubu Ngara, anasema anapenda kuipongeza Radio Kwizera FM, jukwaa la matumaini, kwa kuendelea kutujuza habari zilizojiri kitaifa na kimataifa. Dada Amina, Mungu awe nawe daima. Nami nasema asante, na kwa ujumbe huo ninakamilisha makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Nikukumbushe tu habari kuu tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Halmashauri ya Msalala wilayani Kahama ina mpango wa kuzifikisha mahakamani kampuni 34 zinazofanya kazi mgodi wa Bariki Byankulu wilayani humo kwa kutolipa kodi ya huduma kwa serikali. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yaagiza sekta zote nchini kuhakikisha wanafanya uhifadhi wa mazingira kusaidia uwepo wa maji, kuendeleza shughuli za kilimo, ufugaji na kiuchumi. Na wawakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zinazoshutumiana kuyumba kwa amani mashariki mwa DRC wanatarajiwa kutia saini mkataba wa amani mjini Washington ifikapo Juni 27 mwaka huu. Hadi kufikia hapo ndio tunafikia mwisho wa makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Kwa niaba ya Albert Andrew Kavano aliyekusomea taarifa ya habari pamoja na wote waliosikika, mimi ni Amina Deogratias Semagogwa, nasema asante kwa kuwa nami na kutakia alasiri njema. Naendelea kusikiliza Mseto Leo.